Na mtazamaji, kwa mara nyingine tunapozungumza sasa hivi, kuna maandamano ambayo yanaendelea kushuhudiwa kule jijini Nairobi, Kiamaiko, ambapo wananchi ambao wamejawa na hasira wanataka serikali ya William Samoei Ruto iweze kuwajibika na kumtoa mahali alipo mmoja ya vijana wa Gen Z aliyepotea kabla ya maandamano ya vijana wa Gen Z ya tarehe 25 mwezi huu wa 6, siku ambayo vijana wa Gen Z walikuwa wanawakumbuka wenzao ambao walipoteza maisha yao na kujeruhiwa kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024-2025. Sasa hivi ni takriban zaidi ya wiki moja tangu kupotea kwa kijana wa Gen Z ambaye anajulikana kama Abdul Aziz, ama kwa jina la mtaani anajulikana kama Zizo. Familia yake imekuwa ikifuatilia pamoja na maafisa wa usalama ili waweze kujua mahali alipo, lakini kimya, watazamaji wangu, kinazidi kutanda na ni jambo ambalo linazidi kuleta wasiwasi kwa marafiki zake, jamaa pamoja na familia. Kweli Zizo yuko hai ama aliweza kuelekea wapi? Kwa sababu kimya chake kinazidi kuwafanya familia pamoja na jamaa zake waendelee kuwa na mawazo na kujijazia mambo ambayo yanazidi kuwatia hofu. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kipindi watazamaji wangu kuhusiana na visa vya wananchi kupotea ama kuwa abducted kwa njia ambazo zisizoeleweka, ningependa kukuomba wewe mtazamaji wangu, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami hapa BM Daily Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na mtazamaji, mahali pekee inaonekana sasa, lugha pekee ambayo serikali ya William Samoei Ruto inaweza kumsikiza mwananchi wa kawaida ni kupitia kwenye maandamano, kwa sababu mpaka sasa hivi hatujui ni kwa nini huyu kijana Abdul Azizo ama Zizo aliweza kutoweka kwa njia zisizoeleweka na bado hajaweza kupatikana. Familia yake imekuwa ikimtafuta, bado hajaweza kufika nyumbani. Mkewe anamsubiri, mama yake anamsubiri. Je, kweli Azizo ama Zizo yuko hai? Ni baadhi ya maswali ambayo wananchi wanazidi kujiuliza pamoja na familia yake, na sasa wamekuwa wakifanya maandamano. Leo tena wameingia kwenye maandamano, wanataka kujua Azizo yuko wapi ama Zizo yuko wapi. Akizungumza akiwa kule Milimani Lokots, mbunge wa eneo bunge la Embakasi East, Mheshimiwa Babu Owino aliweza kutoa maoni yake ama akazungumza kuhusiana na kupotea kwa huyu Zizo, na Babu Owino anasema kwamba Zizo alikuwa abducted na maofisa wa DCI na mpaka sasa hivi haijulikani mahali ambapo ameshikiliwa. Kweli visa kama hivi vitaendelea kushuhudiwa mpaka lini? Kwa sababu haya sio mambo ambayo tuliyatarajia kufanyika chini ya utawala wa William Samoei Ruto, kwa sababu William Samoei Ruto mwenyewe alituahidi ya kwamba mambo kama haya hayatashuhudiwa chini ya utawala wake. Hakutakuwa na disappearances, hakutakuwa na abductions, hakutakuwa na extrajudicial killings. Lakini unaona sasa hivi familia zinaendelea kulia, mpaka wengine wanaendelea kuililia serikali iweze kuwakompensate kwa watoto wao ambao walipoteza maisha yao wakitetea haki zao kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025. Nataka nikupeleke pale ground mtazamaji wangu uweze kujionea vile maandamano yalivyo sasa hivi, huku wananchi wakiendelea kufunga barabara, wakiendelea kujitokeza kwa wingi kutaka kujua Zizo yuko wapi baada ya kutoweka kwa zaidi ya wiki moja. Kabla sija kuonyesha vile hali ilivyo sasa hivi, ningependa kukumbusha tena wewe mtazamaji wangu, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi.
Zizo! No peace! No Maxine! No peace! No Zizo! No peace! No Maxine! No peace! No Zizo! No peace! Watch media, are you ready? No peace! Sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Tunataka kijana yetu, rudisha kijana yangu, Ruto, rudisha kijana yangu. Askari yako ndio ameshika mtoto yangu, askari yako ndio ameshika mtoto yangu. Nirudishie mtoto yangu, nirudishie tafadhali Ruto, na kuomba Ruto. Tunataka kama iko hai, Ruto asiue mtoto yangu, Ruto asiue mtoto yangu. Aziz amechukuliwa tarehe 23 mwendo wa karibu saa 2 ya jioni. Alikuwa ameenda pale Juja kwenda kununua ploti, but after hiyo aliabductiwa na wale walimuabduct. Wale walikuwa nayo wanasema ni walikuwa na, kuna wale ambao wako na uniform na pia palikuwa na wale ambao wako na civilians, na kwa wale ambao walikuwa na uniform pia hawakuwa wanataka kuonekana sura zao. Watoto wake tu wanamuulizia, shindo tukienda waambie baba wako wapi. Hii mambo ya Abdul Aziz from Kiamaiko. Abdul Aziz was abducted by the DCI officers close to around between 7 to 10 days ago. This gentleman was taken by DCI officers. Up to date, hajawahi tolewa. Today we filed a habeas corpus application, meaning that the DCI officers, the Inspector General of Police, we want him here in court to come and answer where this gentleman is, whether dead or alive. If he's dead, if he's dead, we want that body. That body belongs to the family. If he's alive, we also want him alive because he is of his family. The brothers are here, the family members are here. Amwezi shika watu and then you send bloggers, you say that Zizu was a criminal. Huyo ni criminal ya wananchi. Kama ni criminal ya wananchi. Na kama ni criminal, there is a court process that should be followed. Make sure Abdul Aziz is presented before a competent court of law. Ama apelekwe nyumbani, the mother is waiting. Inspector General of Police, Bwana Kanja, wacheni maupuzi mingi. Tunataka Zizu urgently. Kama hakuna Zizu, hakuna amani. Hiyo iendelee hivyo. Sawa sawa. So nimesha file application. Tunangoja orders ikishaletwa, Inspector General of Police aletwe hapa ajibu hiyo maswali haraka haraka. Sio itakuwa ni sawa? Na mtazamaji, Abdul Azizo ni mmoja tu ya vijana wa Gen Z ambao waliweza kutoweka, ingawaje wengine wameweza kupatikana, lakini yeye bado haijulikani mahali ambapo alipo. Kuna mwingine ambaye sasa hivi anaendelea kupokea matibabu kule jijini Nairobi Hospital, Davis Lichuma, kama vile ambavyo nilikuwa nimewafahamisha hapo awali, na viongozi mbalimbali wanaendelea kumtembelea pale ofisini leo. Gavana wa Siaya County Mheshimiwa James Orengo amefika pale ili kumwangalia anaendelea vipi. Kuna viongozi wengine mbalimbali kama former Chief Justice Mheshimiwa David Maraga. Ni baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakitaka haki kwa wanaharakati ambao walipotea na wale ambao waliweza kudhulumiwa, kuteswa wakati walikuwa kizuizini mwa wale watekaji nyara. Lakini swali kubwa linabaki ni je, ni nani ambaye amekuwa akihusika kwa kuwateka nyara hawa vijana wa Gen Z? Ni swali ambalo serikali inasema kwamba haijakuwa ikifanya hivyo, na hakuna mtu yote ambaye ako na ushahidi wa kusema kwamba ni serikali ndio imekuwa ikihusika kwenye hivyo visa vya abduction. Sasa hali ya wasiwasi inazidi kushuhudiwa, watazamaji wangu, kwenye familia ya Abdul Aziz. Kwa jina la mtaani anajulikana kama Zizo.
kimya chake kinazidi kuleta hali ya wasiwasi, kimya chake kinazidi kutia familia yake hofu. Sasa wanamlilia William Samoei Ruto, wanamuomba William Samoei Ruto awaonyeshe mahali ambapo mtoto wao yupo, kwa sababu kulingana na ripoti ambazo tunaendelea kuzipata ni kwamba yeye aliweza kukuwa abducted na maofisa wa DCI. Ni ripoti ambazo tunazipata kutoka kwa Babu Owino akizungumza kule mahakamani jijini Nairobi wakati alikuwa anasimama pamoja na waliokamatwa kwenye maandamano ya tarehe 25 siku ya ukumbusho ama kuadhimisha wenzao ambao waliweza kupoteza maisha na kujeruhiwa kwenye maandamano ya tarehe 25 pale mwaka 2024 pamoja na 2025. Serikali, watazamaji wangu, bado inaendelea kufanya mikakati ili kuwafanyia compensation ama kuwapatia fidia familia na wale ambao waliweza kuathirika kwenye hayo maandamano ya mwaka 2024 pamoja na 2025. Lakini unaona, wakati serikali inaendelea kufanya hivyo, bado wananchi wanaendelea kulia. Yaani hakuna mabadiliko. Wakijaribu kuingia kwenye maandamano huu mwaka wa 2026, watazamaji wangu, tayari tumeshuhudia vifo kadhaa kutokana na maandamano ya Wakenya, maandamano ya vijana wa Gen Z kupinga mambo ambayo yanataka kufanywa na serikali ya Kenya Kwanza. Walijitokeza kwenye maandamano kupinga Ebola quarantine facilities, walijitokeza kwenye maandamano kupinga ongezeko la bei ya mafuta, wakajitokeza kwenye maandamano ya vijana wa Gen Z ya siku ya ukumbusho ya wenzao ambao waliaga dunia mwaka 2024 2025. Na katika haya maandamano ya mwaka, watazamaji wangu, kuna watu zaidi ya 3 ambao tayari wamepoteza maisha yao na wengine wameachwa na majeraha kutokana na dhuluma, mateso na polisi ambao wanatumia nguvu zaidi kudeal na waandamanaji wa amani. Na komea hapo watazamaji, lakini hebu niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section kuhusiana na kupotea kwa Abdul Azizo kwa jina la mtaani kama Azizo. Kweli anaweza kuwa yuko wapi? Ni serikali imemshikilia ama ni nani ambaye anaweza kuwa yuko mikononi mwake sasa hivi? Niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment watazamaji wangu, na kabla sijatamatisha, ningependa kuwakumbusha tena mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia muweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na habari zaidi za kuwafanya.